vile unavyoona ndani, neno linasema ndivyo ulivyo. Hauwezi ukaenda zaidi ya pale unapoona. Hauwezi ukatenda wala ukafanya zaidi ya pale unapoona. Kile unachokiona ndiyo matokeo ya maisha. Mimi nipo hapa, lakini mimi wa baadaye inategemea sasa ninaona nini. Mimi wa baadaye, baada ya miaka kadhaa, inaweza kaa 5, inaweza kaa 10, inaweza kaa 20. Baada ya miaka kadhaa, hata ninyi mtaanza kutofautiana. Kitakachowatofautisha ni nini unaona kwa habari ya hatima yako, na ukishaona ni namna gani unapambana kuifikia hatima yako. Mimi unayeniona leo ni matokeo ya vile nilivyokuwa najiona jana. Sio kama nimeamka asubuhi nikakuta nipo hivi. Nilikuwa naona nini miaka 5 iliyopita? Nilikuwa naona nini mwaka jana? Nilikuwa naona nini mwaka juzi? Ninaona nini leo? Ndivyo nitakavyokuwa mwaka ujao. Siwezi kwenda zaidi ya pale ninapoona. Ukimwamini Bwana kwenye ukuu, utakuwa mkuu. Ndani yako ukiuona umaskini, utakuwa maskini. Ndani yako ukiuona utajiri, utakuwa tajiri. Ndani yako ukiona kushindwa, utashindwa. Ndani yako ukiona kushinda, utashinda. Unachokiona ndicho kinachoendelea na kutokea kwenye maisha yako, kwa sababu maisha ya mwilini ni matukio ambayo yanapangwa kwenye ulimwengu wa roho. Yanapangwa na kile tunachokiona, yanapangwa na adui, yanapangwa na vile ambavyo ndani unamtembea ule wa kimungu, unavyotembea ndani yako kwa kuona. Ndivyo matukio ya ulimwengu wa roho yanapangwa. Kuna watu ni wagonjwa sio kwa sababu Mungu hawezi kuponya. Kuna watu ni wagonjwa kwa sababu ndani yao bado hawajaona uzima, na kuna watu ni maskini kwa sababu ndani yao bado hawajaona utajiri, na kuna watu yawezekana kuna mahali wanapita huwa hawavuki kwa sababu ndani bado hawajaona ya kwamba wanaweza wakavuka wakapiga hatua kwenye maeneo. Eneo lolote unayotaka kupiga hatua kwenye maisha, lazima uzione hizo hatua kabla hazijatokea kwenye ulimwengu wa mwili.